Kulima kitunguu saumu huku Vermont. Ni rahisi kulima kitunguu saumu huku Vermont. Katika video hii, utajifunza jinsi ya kupanda, kutunza na kuvuna kitunguu saumu. Pia, utajifunza jinsi ya kuhifadhi mbegu zako ili uweze kuendelea kulima kitunguu saumu kila mwaka. Kulima kitunguu saumu huku Vermont huchukua miezi 9 kuanzia kupanda hadi kuvuna. Kitunguu saumu hupandwa wakati wa vuli, fall, hukaa ardhini kipindi cha baridi kali, winter, na huvunwa wakati wa kiangazi, summer. Kila kichwa cha kitunguu saumu kina vipande vingi vidogo vinavyoitwa punje. Punje hizi pia huitwa mbegu. Na katika video hii, tutatumia neno mbegu. Kila mbegu imefunikwa na ngozi nyembamba kama karatasi. Ikipandwa, kichwa kamili cha kitunguu saumu kitakuwa kutoka kwa kila mbegu ya saumu. Kuna aina 2 kuu za kitunguu saumu, chenye shina ngumu na chenye shina laini. Kitunguu saumu chenye shina ngumu hustawi vizuri katika hali ya hewa ya baridi. Hutoa shina la ua linaloweza kuliwa, lijulikanalo kama scapes, huzalisha punje kubwa zaidi, na kinaweza kuhifadhiwa kwa takriban miezi 6 baada ya kuvunwa. Kitunguu saumu chenye shina laini hakistawi vizuri katika hali ya hewa ya baridi. Mashina yake ya maua hubaki yakiwa laini, huzalisha mbegu nyingi ndogo, na kinaweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu zaidi ya miezi 6. Ni muhimu kupanda aina ya kitunguu saumu kinachofaa kustawi katika hali ya hewa ya baridi ya majira ya baridi huku Vermont. Kitunguu saumu kingi kinachouzwa katika sehemu ya mboga na matunda kwenye masoko makubwa huenda kimetoka mbali na kulimwa katika mazingira ya hali ya hewa tofauti kabisa na ile ya Vermont. Ili kupata mavuno mazuri ya kitunguu saumu, ni muhimu kuanza na mbegu bora zinazofaa kustawi huku Vermont. Tafuta mbegu za kitunguu saumu katika soko la wakulima la eneo lako au duka la vifaa vya bustani. Mara nyingi, kitunguu saumu huuzwa katika maduka ya bustani mwishoni mwa majira ya joto au mwanzoni mwa vuli, wakati muda wa kukipanda unapokaribia. Huku Vermont, wakati wa kupanda kitunguu saumu ni mwishoni mwa mwezi wa Oktoba baada ya baridi kali ya kwanza ya msimu. Kitunguu saumu hustawi vizuri zaidi mahali penye angalau saa 8 za mwanga kamili wa jua kwa siku na udongo unaopitisha maji vizuri. Kumbuka kuwa kitunguu saumu kitahitaji kukaa ardhini kuanzia mwezi wa Oktoba hadi Julai ya mwaka unaofuata. Unaweza kulima kitunguu saumu kingi katika eneo dogo. Vichwa 50 vya kitunguu saumu vinaweza kutoshea kwenye tuta la bustani lenye ukubwa wa futi 4 kwa 4. Kitunguu saumu kinahitaji udongo wenye rutuba ili kistawi. Mbolea ya mchanganyiko wa mabaki ya mimea, compost, ni mbolea asilia itakayotoa virutubisho vinavyohitajika na kitunguu saumu. Sambaza safu ya inchi 2 ya mbolea hiyo juu ya udongo, kisha tumia kifaa cha bustani kuhakikisha kuwa mbolea imesambazwa sawasawa ndani ya udongo. Ili kuandaa kitunguu saumu kwa ajili ya kupanda, tenganisha kwa uangalifu punje moja moja kutoka kwenye kichwa kikubwa cha kitunguu. Usiondoe ile ngozi nyembamba kama karatasi kwa sababu inalinda punje hizo. Ili kupanda, sukuma mbegu ya kitunguu saumu ndani ya udongo huku upande wa mizizi ukiwa chini na ncha kali ikiwa juu. Mbegu zinapaswa kupandwa kwa kina cha inchi 3 hadi 4. Kitunguu saumu kinaweza kupandwa katika safu zilizonyooka au kwa mpangilio wa gridi. Acha nafasi ya inchi 6 hadi 8 kati ya mbegu. Baada ya kupanda, mwagilia maji vizuri. Hatua ya mwisho ni kufunika matuta ya vitunguu saumu kwa safu ya inchi 4 hadi 6
ya majani makavu, vipande vya nyasi kavu au majani makavu ya nafaka, straw. Hii inajulikana kama matandazo, mulch, na itazuia magugu kuota pamoja na kuhifadhi unyevu kwenye udongo. Muhimu zaidi, itafanya kazi kama blanketi la kulinda vitunguu saumu dhidi ya baridi kali ya majira ya baridi. Majani ya kijani ya mimea ya kitunguu saumu yataanza kuchipuka mwanzoni mwa majira ya kuchipua. Kuanzia mwishoni mwa mwezi wa Aprili hadi mwanzoni mwa mwezi wa Mei, ondoa matandazo yaliyokuwa yakilinda kitunguu saumu wakati wa majira ya baridi na kung'oa magugu yoyote yanayoanza kuota. Sasa, weka safu nyingine ya mbolea ya mchanganyiko compost yenye unene wa inchi 2 juu ya udongo na uichanganye kwa utaratibu na udongo ili kuipatia mimea inayokuwa virutubisho zaidi. Weka upya matandazo ili kuzuia magugu kuota na kuendelea kuhifadhi unyevu kwenye udongo. Endelea kumwagilia vitunguu saumu maji hadi wiki chache kabla ya wakati wa kuvuna. Jihadharini na nondo wa vitunguu, leek moths. Hawa ndio wadudu waharibifu wa kawaida zaidi wanaoshambulia vitunguu saumu. Ni wadudu wadogo wanaoruka usiku na kutaga mayai. Dalili za kuwepo kwa wadudu hawa kwenye vitunguu saumu vyako ni pamoja na mashimo yasiyo na mpangilio kwenye majani na uharibifu kwenye mashina marefu. Ili kupunguza uharibifu wa nondo wa kitunguu saumu, unaweza kuzungusha mahali unapopanda kitunguu saumu chako kila msimu na kutumia kifuniko cha safu. Kifuniko cha safu ni kitambaa chepesi kinachoruhusu hewa, mwanga wa jua na maji kupita, huku kikizuia wadudu kuingia. Kifuniko cha safu kinapaswa kufunikwa juu ya mimea ya kitunguu saumu mwanzoni mwa majira ya kuchipua na kufungwa vizuri ardhini ili kuzuia nondo kuingia. Nondo wa kitunguu saumu hufanya kazi wakati wa giza. Kwa hivyo, kifuniko cha safu kinaweza kuondolewa wakati wa mchana unapotunza mimea. Kumbuka kuweka kifuniko cha safu juu ya mimea kabla ya jua kutua. Ikiwa unapanda aina ya kitunguu saumu chenye shina ngumu, hardneck, utaweza kuvuna mashina ya maua yanayoliwa, ambayo pia hujulikana kama scapes, mwezi Juni. Kuvuna mashina haya humwezesha mmea wa kitunguu saumu kuelekeza nguvu zake katika kutengeneza kitunguu kikubwa zaidi. Vuna mashina hayo yakiwa bado laini na yakiwa yamejipinda kikamilifu na kutengeneza duara sehemu ya juu. Shikilia kwa udhabiti shina nene la kitunguu saumu kwa mkono mmoja, kisha utumie mkono mwingine kuvuta taratibu shina hilo jembamba la ua kutoka juu hadi likatike na kutoka kwenye mmea. Unaweza pia kutumia mkasi ikiwa unapendelea kukata shina hilo. Mashina haya yanaweza kuliwa na yana ladha inayofanana na ile ya kitunguu saumu. Mashina hayo yanaweza kuliwa yakiwa mabichi au yakiwa yamepikwa. Vitunguu saumu kwa kawaida huvunwa mwezi wa Julai, takriban mwezi mmoja baada ya kuvuna mashina yake marefu yanayochipuka, scapes. Ni wakati mwafaka wa kuvuna vitunguu saumu wakati baadhi ya majani ya chini yanapogeuka rangi ya njano na kukauka, huku majani ya juu yakiwa bado mabichi. Zingatia pia hali ya hewa. Ni bora kuvuna vitunguu saumu baada ya kipindi cha siku kavu. Ili kuvuna kitunguu saumu, shika shina la mmea karibu na chini na uvute kuelekea juu moja kwa moja. Ikiwa mmea ni mgumu kung'oka au shina linakatika, tumia uma wa bustani kulegeza udongo unaozunguka vichwa vya kitunguu saumu. Acha nafasi ya kutosha kati ya vichwa vya kitunguu saumu wakati wa kulegeza udongo ili usivichome kwa bahati mbaya kwa kutumia uma huo.
Epuka kutumia maji kusafisha vichwa vya kitunguu saumu vibichi. Badala yake, tikisa udongo uliozidi kutoka kwenye mizizi na uondoe udongo taratibu kwa brashi kutoka kwenye kichwa cha kitunguu saumu, huku ukizingatia kutoharibu ngozi yake. Unaweza kukata majani ya juu ya kitunguu saumu wakati huu au kusubiri hadi kikauke. Baada ya kuvuna kitunguu saumu, ni muhimu kukikausha vizuri. Huku Vermont, kitunguu saumu kinapaswa kukaushwa kwa angalau wiki 4. Kitunguu saumu hukauka vizuri zaidi katika eneo lenye joto, lisilo na unyevu, lenye giza kiasi na mzunguko mzuri wa hewa. Kitunguu saumu kinapaswa kuhifadhiwa mbali na mwanga wa moja kwa moja wa jua na kuwe na nafasi kati ya vichwa vya kitunguu saumu ili kuruhusu mzunguko mzuri wa hewa. Unaweza pia kutundika vitunguu saumu katika vifurishi vya mimea 5 hadi 10 au kuvitandaza juu ya meza. Utajua kuwa kitunguu saumu kiko tayari wakati majani na mashina yake yatakapokuwa yamekauka kabisa na kuwa magumu. Kata mizizi na shina, ukibakiza takriban inchi 1 ya shina kuanzia kwenye kichwa cha kitunguu saumu kwenda juu. Ondoa kwa uangalifu udongo wowote wa ziada ulioganda kwenye kichwa cha kitunguu saumu. Sasa unaweza kuondoa gamba la nje la kichwa hicho. Unapaswa kuhifadhi kitunguu saumu chako mahali penye ubaridi na pakavu, mbali na mwanga wa moja kwa moja wa jua. Kuhifadhi vichwa vya kitunguu saumu kwenye chujio, kikapu au sanduku la kadibodi ni njia nzuri. Usihifadhi kwenye mfuko wa plastiki. Kulingana na aina yake, kitunguu saumu kinaweza kuhifadhiwa kwa muda wa miezi 6 hadi 12. Aina zenye shina laini hudumu kwa muda mrefu zaidi kuliko zenye shina ngumu. Ili kuhifadhi mbegu za kitunguu saumu kwa ajili ya kupanda mwaka unaofuata, tenga vichwa vikubwa na vyenye afya zaidi. Mbegu kutoka kwenye mimea hii zitapandwa wakati wa vuli ili kuvunwa msimu wa joto unaofuata. Hifadhi vichwa hivi mahali salama hadi utakapokuwa tayari kuvipanda. Utakapokuwa tayari kupanda, vunja kichwa hicho ili kutenganisha punje au mbegu zake. Kila punje au mbegu itakuwa na kuwa kichwa kipya. Furahia.